na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo ni siku ya Ijumaa, juma la 7 la Pasaka, kipindi cha mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya 25, aya ya 13 hadi ya 21. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 21, aya ya 15 hadi ya 19. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohane, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Lisha wana-kondoo wangu." Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohane, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda?" Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Akasema, "Amin, amin, nakwambia, wakati ulipokuwa kijana, ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee, utainyosha mikono yako, na mwingine atakufunga na kukuchukua usikotaka." Akasema neno hilo kwa kuonyesha ni kwa mauti gani atakayomtukuza Mungu. Naye akiisha kusema hayo, akamwambia, "Nifuate." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu wapendwa, sehemu ya Injili takatifu tuliyotoka kuisikia hivi punde, ningependa tukumbuke au tutafakari juu ya vitu vitatu kabla ya sehemu hii ya Injili. Ukisoma Injili hii, Yesu leo anamuuliza Petro, "Je, wanipenda?" Ni Petro huyu huyu ambaye alimkana Yesu mara 3. Rejea Injili ya Yohane sura ya 13 haya ya 38. Yesu alipokuwa akimwambia Petro ya kwamba atamkana mara 3. Na Injili hii ya Yohane sura ile ya 18 aya ya 15 hadi ya 27, Petro anamkana Yesu mara 3. Leo Yesu anamuuliza tena Petro mara 3, "Je, wanipenda?" Mara ya kwanza anapomuuliza, Yesu anamwambia Petro, "Lisha kondoo wangu." Anamuuliza tena mara ya pili na anamwambia, "Chunga kondoo wangu." Anapomuuliza mara ya tatu, Petro anafadhaika moyoni na kumwambia, "Bwana, wewe wajua yote." Yesu anamwambia tena, "Lisha kondoo wangu." Petro anapewa jukumu la kuliongoza kanisa. Hii tunaipata katika Injili ya mwinjili Mathayo sura ya 16 aya ya 18 na Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 31. Yesu anampa Petro wajibu wa kuimarisha ndugu zake. Jambo la kujifunza kutoka kwa Petro. Licha ya udhaifu wetu wa kibinadamu, Mungu anatuita na kutupa wajibu wa kufanya, ili mradi tusikubali kutawaliwa na udhaifu wetu, bali kuwa tayari kuushinda udhaifu kwa msaada wa neema yake. Ndicho ambacho
Petro anatufundisha siku ya leo. Licha ya kumkana Yesu, Petro anajirudi, hakati tamaa, anakuwa thabiti. Na hata Yesu anapomuuliza, Petro anajibu kwa uhakika na ufasaha ya kuwa anampenda Yesu. Yesu anampatia jukumu. Jukumu hilo analopewa Petro ni jukumu la kuliongoza kanisa, ni jukumu la kuliongoza kundi la Kristo hapa ulimwenguni. Katika muktadha huo, Petro anapokea wajibu huo. Nasi pia kwa namna moja au nyingine, katika hali na nafasi mbalimbali za maisha yetu, tumepewa muktadha wa kuwaongoza watu au kikundi cha watu au taifa la Mungu kwa namna moja au nyingine. Swali la kujiuliza: je, tu waaminifu katika kutekeleza kile ambacho tumepangiwa? Je, tunakubali kuruhusu neema ya Mungu ili madhaifu yasichukue nafasi kubwa katika maisha yetu, bali tuyashinde ili tuweze kutekeleza wajibu huo ambao tumepewa kiaminifu? Tunapoendelea na novena ya Roho Mtakatifu, ikiwa leo ni siku ya 8 ya novena hiyo na tunaelekea ukingoni kabisa mwa novena hiyo ya Pentekoste, tumuombe Mungu ili Roho Mtakatifu atuimarishe tuweze kuyashinda madhaifu yetu na kuwa imara katika imani, ili tuweze kumshuhudia Kristo kwa maneno yetu, kwa matendo yetu na maisha yetu bila kurudi nyuma. Roho Mtakatifu awe mtegemezi wetu wa kutembea nasi katika nyakati zote, katika furaha, katika huzuni, katika magumu, na tuimarishe ili tuendelee kwenda mbele pasipo kuangalia nyuma wala kurudi nyuma kutokana na udhaifu, bali tuweze kuushinda udhaifu na kusonga mbele. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Deogracias Macha wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mwanakondoo imara apeperusha bendera nyeupe na safi yaashiria ushindi wa kimungu, nasi tunajivunia imani twasakafia, hatutenganisha